We mwega mwiroreri wa Kikuyu Diaspora Television ndakunyitogeni na ngoro njega na ngoro theru kuria guothe uranyamukira thiini wa United States of America ona nja wa America na ngacokia ngatho ni tondu wonyitaniri wanyu na ni thengio muno ni tondu waria mathite na mbere na gu subscribe thiini wa channel eno njira ngui ni kuga atia ungienda kwamukagira program o yothe yaingira thiini wa YouTube kana thiini wa website ni itu no kurogi subscribe haha thi wa video no handu handikitwo subscribe wa subscribe hau nduri hindi ukahitukwo na ningi urikoragwo wi wa mbere kumenyithio we program jeru yaigira muthenya wa muthe ndiracokia ngatho ntondu wa andu wa Saudi Arabia andu guku America mwena wa Sweden Norway na kuria kungi guothe gaigatiriri Ngai witu amurathime ni kuria andu makenagio ni uhoro uyu ni kuria andu magiaga hinya na kuria ona angi matendete tweno kiria mekaga undu wa mbere video yaigira mathia ku dislike na no wega tutingimamena no tukumenda ni tondu wira wothe ri ndwagaga thu na Ngai no mwega muthenya wa muthe ndina rugano rwe rakorirwo rukihutia ngoro yakwa muno rwa mwanake ndirakorirwo ngiaria nake na ndiraigwa titheru ati ni twagirwo ni gucokeria Ngai ngatho riria wokira rucini wakora ukihihia riria wona andu akuniega na wona aciari akuniega na wona maundu maria makurigiceirie onokoro matiagireire muno ri at least ukeona wewe muoyo ni wagirwo ni gutia Ngai muno makiria ndirakorirwo ngiaraniria na mundu wetagwo Moses Kiache Masane na Mashani guciane kindu ta kiugu na arakorwo akiherugano rwake rwira ratomirwo ngorwo ngirikira na ndirakorwo ngicokeria Ngai ngatho ni tondu wa kuhe ciega ciothe ire ngima mwanake uyu ni akorirwo agiciarwo ni nyina na agicoka aciarwo ni nyina nyina athomagira kindu gitagwo nursing mena baba wao ria makiire ndugu na mamu wao na magiciara mwana uyu haria mwana uyu arikia kugio ithe ni akanire mwana uyu kana akerega kuhikia mamu wa mwanake uyu na tondu othe mari cukuru ri kiria mekire mamu wao no thutha wa mieri iri ongithia mwana uyu akiona ni wega aikie mwana wake irima-ini ria kioro ndirenda wone twanaigwa kesi icio na tukaigwa ting'ania na ikia mwana kioro no ndenda nguonie kesi ya mundu waikirio kioro thiini na mundu ngeuka gwiteithia akigwa mwana akirira kioro thiini agita andu na mwana ucio akihonokio thutha wa kuhonokio ri gwathiri atia mwana ucio ni agire thina wa maitho na ni akoretwo akigerera mathina maingi muno kuria acokire agithie gwetha aciari ake na nginya umuthu ndari ona nyina na nyina onake ndoe kana mwana kiyo ari muoyo ni ngwenda wikira mutambo-ini tukiranirie na Moses Kiache na rauga ati nyina aumite kuria mwena wa Meru nake ithe no akuria mwena wa Githii tuko tukirikire rugano rwake na hiyo ngikorwo wina uteithio ungiteithia mwanake uyu ni wega unyite itemi ni tondu riri ona riri ugakorwo na thina waga ugatumirwo andu ni Ngai moke marugame nawe reke tuthikire rugano rwa Moses ni ndamenya ni rugano rwa kuhutia ngoro muno njitagwo Jeremy Damaris na ukorwo wina kiuria ni 205-720-4397 Moses karibu. Bwana Yesu asifiwe watazamaji wa Gikuyu Diaspora TV. Kwa majina yangu naitwa Moses Kiache Masane. Nimeokoka na Yesu Kristo ni Bwana na nampenda kwa sababu amenitoa mbali na ndiposa niko hapa siku ya leo kwamba nikaweze kutestify yale Mungu ambaye ameweza kutenda katika maisha yangu. Mbarikiwa sana. Okay, Moses kwa saizi niko na miaka 32 na Mungu amenitoa mbali kiasi. Nilizaliwa nikiwa kijana mmoja kwa familia ambao my dad na my mama wako kwa wameoana but walikuwa kwa nursing college, walikutana wakiwa nursing college. My mama alikuwa Mumeru, my dad alikuwa Mkisii. Kwa ile hali yenye walipatana wakapendana kama vile mtu yeyote yule anaweza kupendana na msichana yeyote kwa shule pale vile huwa inatendeka. Na baadaye my dad alimpatia mama yangu mimba. Baada ya kumpachika mimba my dad akamwacha mama yangu kwa hiyo period wakati aligundua kwamba kuna mimba ya Moses. Alipomwacha mama akataka kutoa ile mimba, lakini nashukuru Mungu kwa sababu hakutoa ile mimba. Akaenda akajifungua. Alipojifungua akaninyonyesha mwezi wa kwanza, mwezi wa pili akarudi pale kwa shule maana walikuwa nursing college bado. Akarudi ili kutafuta usaidizi kutoka kwa babangu. But babangu ni kama alikataa. Atambui ile mimba, hataki mambo ya mtoto, yeye ako na haja na kusoma. So kilichotokea ni kwamba mama yangu
haijulikani kama ni usiku ama ni asubuhi na mapema, but asubuhi na mapema Moses nilipatikana nimetupwa ndani ya choo nikiwa na miezi miwili. Na mtu alipokuwa anaenda kujisaidia kwa choo akasikia kuna sauti ya mtoto analia kutoka ndani ya choo. Ndipo nikaweza kuokolewa. Akapiga kelele, nikakuja nikaokolewa, maana ilikuwa ni shule, ni zile shimo, zile choo za shimo. Nilipookolewa nikakimbishwa hospitali, nikawekwa kwa nursery ya watoto. But nilipatikana kwamba Moses sijakufa, mwili yangu ilikuwa sawa, licha ya kwamba mwili yangu ilikuwa imeungua kwa sababu ya ile acid ndani ya choo. But nashukuru Mungu kwa sababu nilipatikana nikiwa hai, nikiwa mzima. Na mahali penye mama yangu hako leo hii, anajua kwamba alizaa mtoto na akakufa. But my daddy alikuja kajulikana. Nilipookolewa kutoka ndani ya choo, nilipatikana na ile acid ya choo ilikuwa imeharibu hiyo macho yangu. Macho yangu ikawa imeharibika kwa sababu ya ile acid ya choo, ile infection. Ile jicho moja likawa limepotea, nikabaki na hii moja. Na kwa sababu niliokolewa nikiwa hai, nikawekwa kwa nursery, hiyo ikakuwa ni kesi ya polisi kwamba lazima wafanye uchunguzi, wajue baba ya mtoto na mama ya mtoto. Lakini vile mamangu alinitupa kwa choo, yeye alienda akipotea kabisa hadi siku ya leo. But babangu alikuja akajulikana, ambaye ni marehemu saizi. Akaulizwa, utachukua mtoto umulee ama serikali ichukue mtoto ilee na wewe uwekwe ndani? But kwa sababu ya ile alikaziwa maisha, tuseme alikaziwa maisha kidogo na serikali na court, akaamua tu anichukue. But aliponichukua nyumbani kuko na step mother, ambapo maisha yakawa magumu kabisa. Maisha yangu yakawa magumu pale nyumbani kwa sababu ya life ya step mother. Nikiwa na miaka 7, nikiwa tu mdogo tu, maisha nikawa nateswa nyumbani. Za zingine chakula uwezo ukapewa, mahali pa kulala ni shida, hata nguo uwezo ukanunuliwa. Nikaona hii maisha imekuwa ngumu. In fact, Moses nilikuwa village street boy kwanza. Nilianza kuzunguka kwa kijiji yetu yote. Nilipofika miaka 7, 9, nikajipata niko kwa street. Nimetoka all the way nyumbani, nimeenda paka town. Sasa nimesema kuliko niendelee kuhangaika juu hizi manyumba za majirani zetu wote, kila leo nitalala hapa, kesho nitalala hapa, nikawa nimefuruga kijiji yetu yote, wanajua story yangu wote. Nikajipata nimeingia Kisii town kwa street. Kukula ni kwa pipa, kulala ni kwa mtaro ama kwa varanda. Na seti ni burangeti kitanda ama mtalalia kwa mtajifunika burangeti, no. Tulikuwa tunaingia ndani ya gunia. That is the time niliambia Mungu mahali penye nimefika, juu nilikuwa najua kwamba kuna Mungu. Na mara mingi nilikuwa nikiombanga Mungu, nikimwambia, hata nilikuwa nanungunikianga Mungu. Iza time inafikanga kama mwanadamu nasikia ni kama unanungunika. Nikawa nanungunikia Mungu, namuuliza Mungu, mbona uliruhusu niokolewe kutoka ndani ya choo nikiwa mdogo, kama sijui chochote, uache nipitie haya mateso yote yenye napitia. But mzuri nikiwa kwa street, nimemaliza miaka 2 kwa street, kuna Mungu akatumana. Na vile Mungu alitumana, kuna mzungu mmoja kutoka pale Nakuru, na kuna shule ya watoto, kuna children's home, inaitwa Jesus Road Ministry. Pale Nakuru pia wako na radio station ya Jesus Road Radio. Akawa anapita
na watoto ambao pia walikuwa machokora, lakini Mungu amewaokoa na wamekuwa waimbaji. Nikaita mtoto mmoja kwa ile, maana walikuwa na crusade, nikaita mmoja anaitwa Muirore, nikamuuliza, Muirore, ulifanyaje ukaingia hapo? Alikuwa mtoto mdogo, lakini nilimpatia story yangu yote bila kuogopa, na huyo ndugu alitumika kwa msaada kwa maisha yangu. Na ndiposa leo hii naweza nikakuwa hapa na kutestify yale Mungu ametenda juu ya maisha yangu, na kusema kwamba licha ya mambo yote Yesu anabaki kuwa Mungu. Nikawa baada ya kuchukuliwa, yeye akaenda, wakati nilieleza Muirore story yangu, akaenda akaongea na yule mzungu. Na nashukuru sana Mungu kwa sababu yake. Yule mzee sasa ni mtumishi wa Mungu, ni bishop, anaitwa Michael Neswed. Akaniita ndani ya gari, akaniuliza story yangu yote. Nikamwambia mimi nimekuwa kwa street, sasa hiyo niko na miaka 9. Nimekaa kwa street, babangu ni daktari. For that time, kwa sababu walikuwa nursing college, my dad alikuja akasoma akamaliza akakuwa daktari. Nimefukuzwa nyumbani, enda utafute mama yako mahali penye yako, na my dad ajui penye niko kufikia saizi. Wakati nilimueleza, akaniuliza kama ninaweza nikajua nyumbani, juu nilikuwa mdogo, na hapo distance ya kwetu na mahali penye nilikuwa ilikuwa mbali. Nikamwambia ndio ninajua, but nikaanza kuogopa. Anataka tena kunirudisha wapi? Pale kwa ile shida ambao nilikuwa. But aliniambia hapana, mimi ninapenda watoto na huwa nachukua watoto. Akanieleza kujihusu yeye na ile ministry yenye ako nayo. Nikamwambia ndampeleka. Nilipompeleka tukaenda paka kwa my dad. In fact, the funny thing yenye alifanya ili akaweze kujua ile mambo yote nilikuwa namueleza pale kwa street, kwa sababu most of the time unapata kwamba chokora, mtu yoyote ama mtoto yoyote chokora akikwambia kitu huwezi ukatrust. So ile mzungu pia ni kama alikuwa nadhani nimetoroka nyumbani bila hii maneno yote yenye nimempatia ni ya uongo. Kwa sababu alikuwa na gari akaniweka, tulipofika karibu na mahali penye babangu alikuwa anafanya kazi, akaniweka nyuma, ilikuwa ni gari la Land Cruiser, akaniweka kwa boot, akafunika na curtain. Wakati alifika, aliuliza my dad, wewe ndio fulani na fulani? Akamwambia ndio. Mimi naitwa fulani wa fulani. Kuna mtoto wako nilikutana naye akanibia kamera. Sasa ndio my dad aanze kuroboka kwamba huyo mtoto amenishinda, sijai muona. Unaona? Hizo siku, hiyo muda yote. So huyu akapata evidence kwamba nimekuwa nje for that long time, na my dad hajai shughulika kufanya nini? Kunitafuta. Ndio baadaye wakaniita kwa ofisi. Akaambia my dad yeye huwa anadili na watoto na angependa assign form fulani hapo ya kutipitisha kwamba amekubali nichukuliwe na yule mzungu. My dad alisign ile form. It was 1992. Alipo sign ile form, alipewa contact za hiyo shule. But my dad ni kama aliona kwamba ameondolewa mzigo. Hakuwahi piga simu, hakuwahi taka kujua Moses aliendanga wapi, na hakuwahi taka kujua huyu mzungu ni nani. So nikiwa kwa shule, tukapelekwa Eldoret. Nilipopelekwa Eldoret Children Rescue Center, nikiwa kwa shule nikaanza kutafakari, nikijiuliza maswali. Nikauliza, how comes my dad anaweza kanipeana, anasaini nikuje na hajai taka kupiga hata simu ajue ninaendelea namna gani ama nilienda wapi? Hiyo kitu ikanisumbua, but nikasema the best thing, nimeanguka kwa mikono mizuri, kwa sababu kila mahali penye nilikuwa kwa ile shule, kila kitu nilikuwa naona kimeandikwa Jesus is Lord, Jesus is Lord.
iwe gari, iwe ofisi, iwe wapi, nikasema niko kwa mikono mizuri. Ndipoza nikaoshwa, nikang'arishwa, nikaombewa wokovu, nikaongozwa toba, nikaokoka. So from there nikasimama na njia ya wokovu, nikaambia Mungu, sasa wewe ndio umebaki kuwa Mungu wangu. You are my dad. Licha ya kwamba nimepeanwa, basi niko kwa mikono salama. Nashukuru Mungu kwa sababu niliweza kukaa pale kutoka 1992 to 2005. Kiangalia hiyo ni period ya miaka mirefu. My dad hajui mahali penye niko nini. But wakati nilikuwa nataka kuchukua ID, nimefika wakati wa kuchukua ID, nilienda nika apply form, but kunahitajika ID ya mzazi. Kwa sababu kulikuwa na photocopy ya my dad kwa form yangu pale kwa shule, nikaitumia. So tena ikabidi nianze sasa, juu nimekuwa mtu mkubwa, niko na ID, naweza nikaenda kutrace my dad tena, nikaanza kutafuta my dad upya. Nikatoka Eldoret, for that time tulihamishwa tukaletwa Nakuru. Nakuru inaitwa International Children's Home. Nilipoletwa Nakuru, so from Nakuru nika travel mpaka Kisii Town, nikaenda nikapata my dad. At least ile kurudiana kama mzazi na mtoto ikaanza kurudi. Tuka exchange contact. Nikarudi. Niliporudi Nakuru, so ukikuwa over 18 hauruhusiwi kuendelea kukaa pale kwa shule, kwa sababu kuna watoto wengine pia wadogo wanakuja. So yule mzungu alikuwa anatumia njia ya hekima, anatafuta mtumishi wa Mungu mwingine, a pastor, anakuunganisha pale. Juu mimi nilikuwa kwa praise and worship, na pia nikawa pale nikiwa kwa Jesus is Lord, nilikuwa car technician. So mambo ya studio nilikuwa naelewa, mambo ya kuoperate mitambo. So nikachukuliwa na pasta mmoja Lokichogio kwa Redeemed Gospel Church. So nikiwa Lokichogio nikawa kama fundi wa mitambo kwa church yake, juu ni church kubwa. Nikiwa kwa praise and worship, hivyo Mungu akanisaidia. Radio station moja ikakuja ikafunguliwa Lokichogio. That was 2007 now. Biblia Usema radio station. Ilipofunguliwa Lokichogio, yule kijana mwenye alikuwa ameletwa hapo ndiye alikuwa kama chairman wa studio ama mtangazaji, akawa ameletwa akiwa peke yake. Na aweze akafanya kazi usiku, afanye kazi mchana. So wakati tulipatana nikamuuliza, anaitwa Eddie, nikamuuliza Eddie tulikuwa naye kwa Jesus Road, naye akawa amepeanwa kwa pastor mwingine, but Mungu akamsaidia akawa amepata kazi kwa Biblia Usema. So wakati aliniona, alifurahia sana kuona ndugu yake. Akaniambia, Moses, kwa sababu wewe unaelewa mambo ya studio, sio kama hawa watu wengine wenye tuko nao hapa, kitambo ni wafundishe beta wewe, tufanye nini? Kuje tusaidiane. Nilianza kukaa kwa studio, nikifanya kazi hapo tukisaidiana na yeye. Na Mungu pia kanisaidia. For that time, hiyo period, nikapata mke, nikatangaza harusi, tukafanya wedding hapo Lokichogio. Na from the street, kutoka kuwa street boy, kutoka kutupwa kwa choo, the Lord has been faithful to me. Naweza nikasema kwamba Mungu amekuwa mwaminifu, kwa sababu nimeona uaminifu wake. Niliambia Mungu nikiwa kwa street. Wakati nilitolewa kwa street, nimepelekwa children's home. Wakati nilikuwa tunaenda crusade hub, tunazunguka kwa miji kuenda kuongelesha wale watoto wengine.
wenye wako kwa mitaa. Nikanaambia Mungu, vile ulitumia huyu mzungu kuja kubadilisha maisha yangu leo hii, tamaa ya moyo wangu, nami nikaweze kusaidia, hata kama itakuwa ni siku moja, nami nikaweze kusaidia watoto wengine kwa street. Na nashukuru Mungu kwa sababu alitimiza haja ya moyo wangu. Nilipokuwa kama nafanya kazi kwa radio station Biblia Husema Lokichogio, hapo ndio wakati macho ilianza kunisumbua kabisa. Sasa macho ilianza kunisumbua, ambapo singeweza kuangalia tena kompyuta, na nikatoka Lokichogio nikakuja Nairobi na familia. Nilipokuja Nairobi, nilianza safari yangu kwenda hospitali moja kwa moja. Zile pesa zote zenye nilikuwa nimepata kidogo, nikawa nimezitumia zote kwa hospitali. Kwa sababu nilipoenda, madaktari waliniambia kwamba niko na growth, chronic growth, ambapo hii nyama hapa huwa inamea, na zingine huwa inatakanga kufunika jicho. Na wakati huwa inamea kabisa, inanizuia nisione chochote. Ikaenda operation ya kwanza, ikakatwa, after few months tena ikamea. Nikaenda ya pili, after few months ikamea. Najua especially watu wenye wako diaspora wamekuwa wakiona picha zangu mara mingi kwa Facebook. Kuna wale najua, wengine tunakuanga nao kwa WhatsApp, wenye wako Saudi Arabia, Qatar, hizo nchi. Najua wengi, kuna wale wenye wananijua, lakini kwa sababu Facebook naye mtu hawezi akaiamini sana. Nashukuru Mungu kwa sababu ya Kikuyu Diaspora TV. Maana wanaweza kuona Moses life ama ile hali, kwa sababu mara mingi watu husema hapana, hiyo ni Photoshop. But nashukuru Mungu kwa sababu ni kama Mungu ndiye aliwatuma na aliwaleta kwa wakati mzuri, na nashukuru Mungu. Anyway, Mungu amenitoa mbali. Na wakati nimetoka sasa, nimeshughulika hizo operation zote, kuna kitu ambacho nilikuwa nimeambia Mungu. Na hii kitu nilikuja, ndio nilimwambia nikiwa mdogo, nikiwa children's home. Na hata sikuwa najua kama siku moja nitakuja kuwa na familia, ama nitakuja kukua mtu mzima vile niko leo hii. Naweza nikajinunulia nguo, naweza nikajinunulia chakula, baada ya kuwa ninakula ndani ya pipa na kulala kwa varanda. Nikawa nimeweka nadhiri na Mungu, nikamwambia Mungu, naomba siku moja nikaweze kuwa baraka kwa mwingine, the way huyu Msamaria mwema mwenye ulimtuma kwa maisha yangu kunitoa kwa street. Na leo hii ninaweza kuvaa vizuri, leo hii naweza nikajua maisha ni nini, ambapo nilikuwa ninaitwa mchafu, nimeitwa chokora, nilikuwa na karibia mtu. In fact nilikuwa na karibia, ni kawaida, chokora ni chokora. Nairobi wako umekuwa ukiwaona kila mahali, vile wakikukaribia unasema hapana, huwezi ukamhug. Hiyo kitu nikaambianga Mungu, kwa sababu huyu ametumika kwa baraka kwa maisha yangu, na maisha yangu imechange, nifanye pia niwe baraka kwa mwingine. So hiyo kitu wakati niliongea, ni kama Mungu alikuwa anataka tena kuikumbusha kwa maisha yangu. Nilipoenda operation, nakumbuka nilikuwa nimeenda operation 2004 Kikuyu Hospital. That is the time yenye Mungu alinikumbusha chenye nilikuwa nimeweka nadhiri kwake. Maana ile operation nilifanyiwa, na hapo ndio ninaona kwamba ni muujiza mwingine ambao Mungu alinitendea, licha ya kwamba
licha ya kwamba aliniokoa kutoka ndani ya choo, akaniondoa kutoka kwa street, pia kuna muujiza ambao Mungu alinitendea wakati nilikuwa kwa hospitali. Kuna picha ambazo nimekuwa nikiziweka kwa Facebook. Okay, ni kama nimeenda ile operation ya kwanza Kikuyu, baada ya ile Kikuyu kukataa kushindikana tena. Wakati daktari waliniambia kwamba hawezi tena kukata ile nyama, ndipo rafiki yangu akawa ameposti kwamba mahali penye tumefikia na vile kumeenda, vile daktari ametuambia. Ndio rafiki tu akatuambia, akatuadvise tukaweze kwenda operation pale, tuende hospitali nyingine kwa side za Bomet, inaitwa Tenwek Hospital, ambapo niliweza kufanyiwa operation yangu ya 5, na ilikuwa ni last year part 1. Last year part 1 nikaenda, macho yangu ikawa ni kama iko sawa kwa mwaka mzima. Ilipofika last year mwezi wa 6 hapo, ile nyama tena ikawa imemea kabisa kwa jicho, kwamba siwezi kuona, siwezi kufanya kazi mchana, ikakuwa ni ngumu, siwezi kuona mbali, nilikuwa naona tu mita 2 peke yake. Mtu akitoka mbele yangu siwezi kumtambua sura. Ndipoza nikaamua kwenda hospitali nyingine inaitwa Kenneth Matiba Hospital. Hiyo ndio wakati ilikuwa imefunguliwa. Nilipoenda nikafanyiwa operation. Hiyo operation ndio imenisaidia paka leo hii. But ile daktari aliniambia hiyo tu ni kusaidia tu kidogo ili nikaweze kuendelea kuona. But aliniadvise akaniambia kama nitapata pesa, juu aliniambia kuna shindano yenye kutoka India ambao wao hawezi kuipata huku Kenya, nikidungwa inaweza kuzuia hii growth kumea kuliko iwe ikikatwa kila wakati, maana inaweza kuleta mambo mingi kwa mwili. Akaniambia kama ninaweza nika afford pesa ya kwenda India, inaweza kanisaidia, maana inaweza kuwa the best solution kwa maisha yangu. Na nikamuuliza ni kama pesa ngapi, akaniambia 1.8 million ndio inaweza kusaidia. Na wakati aliniambia hivyo nilisikia ni kama nime give up. Nikasema okay, kama madaktari wameshindwa, acha niachie Mungu. Ukweli ni kwamba sijaishughulika kuanza kutafuta hii pesa kwa sababu sina yule mtu mwenye naweza nikamkimbilia nimwambie anisaidie. Nikaona niliambia Mungu wacha mapenzi yake itendeke, kwa sababu kama ni mapenzi yake nipoteze macho ni sawa. Niliambia Mungu mahali nitakungojea hadi wakati ule utatumana. Na nashukuru Mungu kwa sababu kwa wakati wowote ule najua Mungu anaweza kufungua njia. Na tujui ni kitu kigani kizuri ambacho Hezekia alitenda kwa Biblia. But Biblia inasema kwamba kwa Isaya 38 inasema kwamba wakati ule Hezekia aliugua, aligeuka tu kwa ukuta kumkumbusha Mungu. So najua kuna baadhi ya watu ambao wanaweza kukumbusha Mungu jambo kuhusiana na mimi. Wale wote ambao wamesimamanga na mimi kutoka hizi operation zingine zote na hata hii nyingine yenye nakuja, najua Mungu atafungua njia na kuna mtu atasimama pamoja nami, na pia wakati wake atamkumbusha Mungu kwamba alifanya kitu. Kwa hivyo watazamaji wa Gikuyu Diaspora TV, ninajua kwamba Mungu alikusudia kwamba nikaweze kuwa katika hii television siku ya leo. Na ni ombi langu kwamba Mungu anaweza kukutumia ama anaweza kutumia yeyote yule kunisaidia vile wale wengine wote walitumika kwa maisha yangu. Pia kuna mtu ambaye Mungu ameweka mahali anaweza kutumika kwa ajili yangu. Umesikia story yangu. Wewe ndio ndugu yangu, wewe ndio dada yangu, wewe ambao unayonitazama leo hii. Wewe ndio ndugu yangu, wewe ndio dada yangu. Wewe ndio baba yangu, wewe ndio mama yangu. Unaweza ukasimama pamoja na mimi, unaweza ukanisaidia ili nisije nikapoteza macho. Wacha tu niwaombe, wacha tu nikuombe unisaidie na macho.
ninajua ungekuwa na uwezo na macho, kama macho ingekuwa ni kama pesa, ungetoa kwa mfuko na unipatia. Lakini kwa sababu uwezo ukatoa jicho yako unipatia, basi unaweza ukasimama na mimi nikaweza kutibiwa hiyo macho, na mimi nitarudishia Mungu shukrani kwa ajili yako. Ukitaka kunipata kwa simu, namba yangu ni 0728 230 769. 0728 230 769. Pia kama unaweza ukataka kunisaidia labda kwa njia ya paybill number, niko na paybill number. Unaweza ukanisaidia kupitia paybill number, ambapo unaenda kwa M-Pesa, una select lipa na M-Pesa, unaweka business number, unaweka 733944, unafinya okay. Itakuitisha account name, account number, unaandika tu jina Moses. Ukiweka jina Moses, finya okay. Utaniwekea chochote chenye Mungu atakuguza uniwekee, na kitanifikia, na nitashukuru Mungu, na Mungu akubariki sana. Amen. Wow, tithero Ngai ena bata na muoyo waku onogerere mwaki wa gikuo. Ngai no ari kutoranagirira no ari kurutaga kou. Koguo undu uria munene muno wa gwika ni kwihoka Ngai na kwenda Ngai muno makiria. Ni tondu aria mendete Ngai, maandiko ma Ngai maigaga ati acio ndamatiganagĩria, na ningi amathiũrũrũkĩirie ta uria ire maithiũrũrũkĩirie Jerusalemu, na gutiri ugwati ono mwe andu ake marionaga. Ndiretikia haria hothe no wauga amen. Ni kuuga ati mwanake ucio ni atũrire na Ngai ni akoretwo akimutwarithia ikinya gwa ikinya, no mutho ari muoyo. Ni aracokeria Ngai ngatho ni tondu at least ndakuire, ari na maitho hihi kana na matirona wega, na ari na family, na koguo niki arahoya atiriri tondu we wina maitho ri no muteithie athie athondekwo at least maitho make makoro makiona, ni tondu ari na motawe ugo wina mo no mundu ngi wakiona ho, mundu ngi utangiendire kiumbe kingi giture ni tondu wa mwiyendo na ni tondu wa kwenda muturire wake we mwenyewe, akiona ono he mwana kio gwitwo Moses. Kirio gika no muteithie no hoti waku, kikinene kana gikinini no munyitirire, na ndiretikia atiriri Ngai ni gukurathima weka uguo. Thengiũ muno na Ngai witũ amũrathime, na muthie na mbere na subscribe channel ĩno nigetha tugakorwo tukigua ng'ano ici cia gutuma tumenye ati titherũ Ngai ari hinya, na tukamenya atiriri kwina andu aingi makoragwo makigerera mathina maya na mari kuo na ni gukira makiriete. Nigetha wewe hau urona ta wimenete kana ukona wina wira Saudi Arabia no ni urona ta wi mumene muno ni Ngai, ukamenya kuri na angi mari Kenya na matire ginya na thayu ucio we urawetha, na matire ginya wira we ucio uroria kana urenda kuma. Ngai witũ akũrathime, njĩtagwo Jeremy Damaris. Ngai witũ akũrathime, na ndakwĩra atiriri ũngĩenda subscribe thĩinĩ wa channel ĩno, kiriki gathuri gakandikitwo KDTV haha thi, kana hihi haria thu subscribe na nduri hindi ukahituku ni program ona imwe ya Kikuyu Diaspora Television. Ngai akũrathime, njĩtagwo Jeremy Damaris.